Ama kwa hakika kuna mengi ya kufurahisha mtima na kuna mengi ya kuleta tabasamu usoni. Si huzuni kuitwa Mwafrika, bali ni jambo la kufurahisha moyo. Tukiangazia siku ya Afrika moja kwa moja, mtazamaji wa TBC1, ni kukaribisha katika kipindi hiki maalum kabisa cha kuangalia siku ama kuangazia siku ya Afrika. Mimi ni Noah Laltaika. Na kwa mwaka huu wa 2025, siku ya Afrika hubebwa na kauli mbiu inayosema haki kwa Waafrika na watu wa asili ya Kiafrika kupitia fidia. Na kwa kauli mbiu hiyo basi, moja kwa moja ni kukaribishe katika kipindi hiki maalum. Hapa studioni siko peke yangu kuangazia siku hii ya Afrika kwa mwaka huu wa 2025. Niko na wataalamu. Si wataalamu tu, lakini ni wanazuoni hawa. Si wanazuoni tu, lakini ni watu ambao wameamua maisha yao yabebe historia ya Afrika. Studio ninaye Daktari Herbert Ndomba. Huyu ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini ni mkuu wa idara ya historia. Karibu sana Dokta. Asante sana mtangazaji. Lakini studio pia ninaye Minael Mdundo, ni meja mstaafu na mwandishi wa vitabu, na moja kati ya vitabu vyake ni ile yenye sura inayosema ama utangulizi unaosema masimulizi ya Sheikh Thabit Kombo Jecha. Atatuambia na mengine mengi. Hiyo ni moja kati ya kitabu chake. Karibu sana meja. Asante sana. Siku ya Afrika. Pamoja nasi studio tunaye Christopher Mhongole. Huyu ni mratibu wa kituo cha ukombozi wa Afrika. Kituo hiki kipo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, na bila shaka kimepata wageni wengi sana. Karibu sana Mhongole. Nakushukuru sana. Mtazamaji, na moja kwa moja basi ningefurahi kama ungeanza kwa kupata angalau kufahamu maana halisi ya kuanzishwa kwa siku ya Afrika ambayo hii leo ndio tunayoizungumzia. Moja kwa moja ni kukaribishe Dr. Ndomba. Wewe ni mkuu wa idara ya historia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Angalau utuambie, japo tutakuja kwa wageni wetu wengine, lakini utuambie ni nini haswa chimbuko la kuanzishwa kwa siku ya Afrika. Asante sana ndugu mtangazaji. Chimbuko hasa la kuanzishwa kwa siku ya Afrika, ikumbukwe kwamba siku hii ni siku muhimu kwa bara zima la Afrika, kwa sababu ni siku ambayo Waafrika ulimwenguni kote na ndani ya bara la Afrika tunakumbuka siku ya kuasisiwa kwa Umoja wa Nchi za Kiafrika. Hapo mwanzo siku hii ilijulikana kama siku ya uhuru wa Afrika. Kwa Kiingereza ilijulikana kama African Freedom Day, au ilijulikana kama African Liberation Day. Na hii chimbuko lake, ndugu mtangazaji, itakumbukwa kuwa mwanzoni kabisa wa harakati za kupigania uhuru, nchi ya kwanza kupata uhuru, Ghana, ambayo ilipata uhuru mwaka 57, iliwaita nchi huru, viongozi wa nchi huru wakakutana pale Ghana tarehe 25 mwezi wa 4, na wakajadiliana mambo mbalimbali ya kulikomboa bara la Afrika. Na hapo ndipo walipoasisi hasa siku ya uhuru wa Afrika. Lakini tutakumbuka sasa ilipoanzishwa rasmi Umoja wa Afrika miaka mitano baadaye, mwaka 63, utaona kwamba ilipoanzisha Umoja wa Nchi Huru za Afrika. Sasa hii siku inakumbukwa kama ni kielelezo cha kutathmini historia ya Afrika. Ni siku ambayo inatumika kutathmini urithi wa Afrika, lakini ni siku ambayo inatumika kutathmini alama ya Waafrika, si tu ndani ya bara la Afrika, lakini basi ni
kwa ulimwengu nzima. Sasa tunaposema chimbuko, kuanzishwa kwa siku hii imekuja kutokana na matukio mbalimbali. Matukio hayo kama nilivyodokeza pale mwanzo, ndugu mtangazaji, ni pamoja na hilo tukio la uhuru wa Ghana. Ghana ni nchi ya kwanza kusini mwa jangwa la Afrika kupata uhuru katika bara la Afrika. Kwa hiyo ilileta mnasaba wa aina yake wa kusherekea siku hii adhimu kukumbuka ukombozi wa bara la Afrika ambalo lilitawaliwa na wakoloni mbalimbali. Na baada ya hapo, tukio jingine muhimu tunaona ni kuundwa kwenyewe kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, hiyo tarehe 25 mwezi Mei mwaka 1963. Kwa hiyo kutokana na kuundwa kwa Umoja wa Afrika ndio hasa sasa hii siku ikapewa msukumo wa aina yake. Ukiacha tukio hilo, kuna tukio jingine ambalo limebeba dhima muhimu kabisa, ni pamoja na tukio la mwaka 2013. Utakumbuka Afrika tuliazimisha miaka 50 ya umoja wa miaka 50 ya African Unity. Sasa katika pamoja na mambo mengine, ilizinduliwa ile dira ya Afrika ya mwaka 63. Sasa hiyo dira ilivyozinduliwa, kwa kawaida tangia hapo kila mwaka Umoja wa Afrika unakuja na ujumbe maalum kila mwaka wa kuelezea namna gani Afrika na nchi za Afrika zitafanya katika kukabiliana na changamoto mbalimbali, lakini katika kuleta maendeleo ya Afrika. Kwa hiyo na baada ya hapo tutaona basi kila mwaka walau kumekuwa na jumbe mbalimbali. Kwa mfano mwaka jana kulikuwa na ujumbe mahsusi juu ya elimu, kumwelimisha Mwafrika ili aweze kukabiliana na changamoto ya karne ya 21. Na mwaka huu wamekuja na ujumbe huu wa mwaka wa fidia. Mwaka wa fidia, haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Afrika kupitia fidia. Hii inamaanisha nini, ndugu mtangazaji? Basi kwenye dhima hiyo ama kauli mbiu hiyo ya mwaka huu, hapo tutakuja. Tunakushukuru sana kwa angalau kutuambia historia kidogo, kwa sababu wewe ni mkuu wa idara ya historia na ndio vijana wetu pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wanachojifunza, basi angalau wamepata historia. Tutakuja sasa kwa yale ya mwaka huu wa 2025. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni kipindi maalum tukiangazia siku ya Afrika. Siku hii huangaziwa kila mwaka, haswa ifikapo tarehe 25 ya mwezi Mei ya kila mwaka, na kama alivyokuambia Dr. Herbert, basi huwa na kauli mbiu tofauti. Kwa mwaka huu wa 2025, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba siku hii kauli mbiu ya mwaka huu ni haki kwa Waafrika na asili ya watu wa Kiafrika kupitia fidia. Siko na Dr. Herbert peke yake, lakini ninaye Meja mstaafu Minael Mdundo ambaye pia ni mwandishi. Minael, kupitia haki kwa Waafrika na watu wa asili wa Kiafrika kupitia fidia, kwa nini Waafrika walipwe fidia? Ni wajibu na haki wa Afrika walipwe fidia, kwa sababu kuna mambo mengi yalifanywa yakawapa Waafrika madhila. Kwa mfano, mali zao kuhamishwa kwa maana ya madini, mazao ya asili kama yanayotokana na misitu kama miti, binadamu kipindi cha utumwa. Bado ili wale walioleta ukoloni waweze kutawala, ilibidi watumie nguvu. Ndio maana kukatokea vita vya Majimaji. Ndio maana akina mama maarufu waliojitokeza kupigana dhidi ya Wajerumani, hasa yule aliyetumia naita sayansi ya Kiafrika, Mama Liti Kidanka wa Singida, kichwa kilikatwa
hakijarudishwa. Pale kwenye maji pale kuna mafuvu ambayo hadi leo hayajarudishwa, yakiwemo ya kina mama, kwani mfumo dume uliokuwepo wakati huo haukuweza kuwataja kina mama kama sehemu ya binadamu wenye haki kama wale wenye jinsi ya kiume. Baki kuna maendeleo ya Mwafrika ambayo yalisimama kutokana na uvamizi ule, kutokana na vita vile. Bado kuna wengine walizidi hapo. Kuna akina mama ambao walilazimishwa kuzaa watoto ambao sio kwa matashi yao, watoto waliochanganywa rangi, hasa eneo la Namibia Huambo na eneo la Zambezia ya kaskazini Msumbiji, yaani kuondoa hii rangi nyeusi ili waonekane wako kama wazungu. Pamoja na madhila hayo na mengine yanaenda mpaka sasa, mwingine akionekana ana rangi tofauti tayari sio kwa hiari ya mama yake, lakini anaonekana vile, basi inakuwa kama wakati mwingine unyanyapaa hutokea. Kulishakuwa na utaalamu wa kisayansi kuhusu madawa ya asili, kuhusu silaha za asili, vyakula vya asili, wote huo uliingiliwa na kuvurugwa. Tamaduni nzuri ambazo zilikuwa zinamweka Mwafrika kuwa na nguvu na utimamu wa mwili zimevurugwa kutokana na ujio wa hao. Kama maendeleo yapo, basi ni kidogo. Na hata kipindi cha kudai uhuru kuna madhila yalitokea, kuna ambao waliuliwa. Kwa mfano hapa Tanzania tuna kumbukumbu kubwa sana. Marehemu Eduardo Chivambo Mondolane aliyekuwa rais wa kwanza wa chama cha Frelimo cha kudai uhuru Msumbiji, ambacho kilizaliwa hapa Tanzania, ukumbi wa Natoglo, baada ya kuunganisha vyama vitatu. Ulifanyika utaratibu na hao wakoloni wa Kireno kurubuni wa Afrika wenzetu, basi ukatengenezwa utaratibu wa kutengeneza kifurushi chenye bomu, akalipukiwa na kufariki mwaka 1969, na ilikuwa tarehe 2, ilikuwa tarehe 3 mwezi Februari, samahani. Sasa watoto wale waliachwa wakiwa chini ya malezi ya mama peke yake. Baada ya Msumbiji kupata uhuru mwaka 1975, basi kwenye mwaka 1979 masalia ya Eduardo Chivambo Mondolane, Josina Machel aliyekuwa mke wa pili wa Samora, Kamanda Francisco, Kamanda Filipe Magaia ambaye yeye alizikwa Ruvuma, mkoa wa Ruvuma, Songea mjini, eneo la Mfaranyaki, ndipo masalia yaliweza kurudishwa. Sasa tuchukulie Mondolane ambaye alikuwa na watoto watatu. Mama Jenete Mondolane ilibidi alee watoto mwenyewe. Baki naomba nitaje na madhila yaliyomkuta hayati Mwalimu Nyerere. Hata wakati wa kusubiri matokeo ya kura tatu mwaka 1958 mwezi Septemba, Mwalimu alikwenda kufichwa msitu wa Tembo, ambao ndipo sasa bwawa la Nyumba ya Mungu lilipo, ni baina ya wilaya Simanjiro na wilaya ya Mwanga. Fikiria kipindi hicho Mama Maria Nyerere na watoto peke yake. Baki kuna kipindi watoto wa Mwalimu Nyerere walipelekwa kwenda kuishi Tosamaganga, Iringa. Kaka Andrea na dada Ana. Na hiki kitabu cha miaka 100 ya wamisionari wa Konsolata Bikira Maria wa Konsolata 1919 mpaka 2019 kina picha ya hao watoto wakiwa wanapata komunio ya kwanza na kipaimara. Ni mwaka 1960 kabla ya uhuru. Kabla ya uhuru. Kwa hiyo watoto walipelekwa hata wakaishi mbali
na wazazi wao kwa usalama wao. Ni vizuri tumepata historia hiyo mtazamaji. Ni Minael Mdundo, meja mstaafu, lakini vile vile mwandishi wa vitabu vingi vikiwa vya kuelezea historia ya Afrika, na ndio maana leo kwenye siku ya Afrika ni moja kati ya wanahistoria ambao tuko nao na kuelezea hiyo historia hiyo ambayo nafikiri imesheheni sababu kem za kuhakikisha kwamba dhima ama kauli mbiu hii ya mwaka huu wa siku ya Afrika basi inasadifu yale ambayo yanatakiwa kufanyika, ambapo Waafrika wanastahiki kweli kulipwa fidia. Lakini nirudi kwako Christopher Mwongole. Wewe ni mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika. Unafikiri kwamba dhima hii ya mwaka huu imechelewa au imewahi? Kwa mfano, mathalan pengine kuna familia ziliathirika, labda pengine sasa hivi tuna kitukuu au tuna mjukuu, au pengine tunaweza tukawa tuna jina tu limebaki. Imechelewa, imewahi, na ni kwa msukumo wa nani haswa? Nakushukuru sana mtangazaji. Dhima hii haijachelewa. Kilichofanyika ni kwamba kulikuwa kuna juhudi mbalimbali za makundi na nchi moja moja na familia moja moja na makundi tofauti barani Afrika, lakini na nje ya Afrika kwa ajili ya kupushi ajenda hii. Lakini kwa mwaka huu bara la Afrika limeona litoke kwa pamoja kama bara kusimama na ajenda hii muhimu ya fidia. Maana nimekuja na ajenda mahususi kabisa kwa mwaka huu kwamba Waafrika wanatakiwa kupata haki, lakini sio Waafrika wa bara tu la Afrika, na wote wenye asili ya Afrika, kwa sababu asili yao ni Afrika. Wote wanahitaji kupata fidia kutokana na madhila mbalimbali ambayo yamelisibu bara hili la Afrika. Kwa mwaka huu Umoja wa Afrika umeona uweze kuweka juhudi za pamoja za bara zima la Afrika kuhakikisha kwamba wanatengeneza mikakati, wanatengeneza mifumo ambayo itaongoza sasa kufikia lengo, kwa sababu mambo haya hayajaanza mwaka huu, yameanza, lakini hayakuwa kwa mfumo huu ambao unakwenda kama bara zima la Afrika, kama ajenda ya bara zima la Afrika, kuhakikisha kwamba basi Waafrika wanapata fidia kutokana na madhila mbalimbali ya ukoloni, madhila mbalimbali ya utumwa, madhila mbalimbali ya ubaguzi wa rangi, yote ambayo Waafrika wameweza kufanyiwa katika vipindi mbalimbali, basi yaweze kuwekewa utaratibu maalum, mikakati maalum kuhakikisha kwamba basi yale malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa katika safari ya pamoja kama Waafrika wote, kwa sababu madhila hayo yalifanywa kwa Waafrika wote bila kubagua kwamba labda Waafrika wa aina fulani ndio. Ni Waafrika wote katika vipindi mbalimbali waliweza kupata madhila makubwa sana kwa namna ambayo ni ya kutisha sana. Kwa hiyo maana bara la Afrika kupitia Umoja wa Afrika, kupitia kamisheni ambayo ndio utaratibu huu wataweka utaratibu, nimeona wataandaa hata mfuko maalum wa kuratibu, wa kukusanya funds mbalimbali kuhakikisha kwamba hii dhima inakwenda kufanikiwa kwa namna ambayo kwa kweli itafika mwisho. Tutafikia mwisho kwa vile ambavyo tulikuwa tumevipanga, vile ambavyo vimeshaanza kufanywa na watu mbalimbali na familia mbalimbali. Na kwa mfano mojawapo tu ni kwamba kwa mfano nchi ya Namibia tayari walikuwa wameshaanza mchakato huu, lakini hata nchi zile za Karibe nazo pia tayari zilikuwa zinakwenda, ambazo nao wale ni watu wenye asili ya Afrika. Kwa wote walikuwa wanakwenda na huu mchakato. Lakini sasa Umoja wa Afrika kuona hapana, hii ni ajenda ya Waafrika. Sisi kama chombo ambacho ndio kinakusanya mipango yote, ajenda zote za Afrika, hii ni sehemu ya ajenda ya Afrika. Kwa hiyo lazima iweze kuratibiwa na chombo ambacho kinaratibu mambo ya Afrika kwa ujumla. Asante sana Christopher Mwongole, mratibu wa kituo cha urithi
wa ukombozi wa Afrika. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni kipindi maalum tukiangalia siku ya Afrika. Studio niko na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na ni mkuu wa idara ya historia. Pamoja na dhima hii ama kauli mbiu ya mwaka huu ya kulipana fidia, lakini umasikini bado linaonekana ama umasikini unaonekana ni tatizo barani Afrika. Fidia ina sehemu yoyote ya kuondokana na umasikini? Ndugu mtangazaji, fidia ni sehemu mojawapo ya matatizo mengi ambalo bara la Afrika inatakiwa kukabiliana nayo. Ikumbukwe kama walivyosema hapo wachangiaji wenzangu, ni kwamba Afrika tumepitia madhila mengi. Kupitia historia tunaona kwamba kuanzia mwanzoni mwa karne ya 15 mpaka karne ya 18 tumepitia madhila makubwa ya ile biashara ya utumwa, ambayo pamoja na mambo mengine, licha tu ya kuwasafirisha mamilioni ya Waafrika, hasa kwa Afrika ya Magharibi, kutoka Afrika Magharibi kwenda Amerika, mamilioni pia ya watu katika msafara huo wa biashara ya utumwa waliondoka, wengine walikufa. Lakini mbaya zaidi, watu wale ambao tuliwatarajia wangeweza kufanya maendeleo katika kilimo, wangefanya maendeleo katika teknolojia, ndio hao waliotwaliwa. Kwa hiyo ni biashara ambayo ilileta neema kwa upande wa wazungu, kwa upande wenzetu wa nchi za Magharibi, na iliweka msingi wa kuto kuendelea kwa bara la Afrika, lakini pia ilichangia kudidimiza teknolojia ya Afrika. Na mara baada ya kipindi hicho, Waafrika tukaingia tena kwenye ukoloni. Ukoloni huo tuliingia kwa kulazimishwa pasi na hiari yetu. Ukoloni ambao ulivuruga mfumo wa uchumi uliokuwepo kabla ya ukoloni, na wakaweka mfumo wao. Mfumo huu wa uchumi wa wakati wa ukoloni ulikuwa ni kwa maslahi ya mataifa yaliyoikalia Afrika. Kwa hiyo tunaona waliendeleza jitihada zile zile. Wale watu ambao walionekana wana ubunifu, wana ujuzi, walipata matatizo makubwa sana, ikiwemo hata kukata mikono, kwa sababu tu ya kufanya kitu ambacho kingeonekana kwamba Afrika inapiga hatua. Ukandamizaji wa kila aina. Wakati huo pia ndo kipindi hicho tunaona Afrika ya Kusini wanapitia mambo ya apartheid. Apartheid ilikuja na ubaguzi wa aina yake. Afrika walibaguliwa katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kielimu, kijamii na kiutamaduni. Hayo mambo yote yalididimiza fikra za Mwafrika katika jitihada zake za kujiletea maendeleo. Na baada ya ukoloni kuna ukoloni mambo leo. Na baada pia hata ya uhuru yako matishio mbalimbali ambayo yameendelea kugandamiza na kuleta madhulumu kwa Waafrika. Kwa hiyo tunachosema, Umoja wa Afrika unachosema, fidia ikilipwa itakuwa tu ni sehemu ya kutatua yale madhila waliosababisha ya kuleta umaskini kutokana na kulikalia bara la Afrika na kudidimiza zile njia mbalimbali ambazo Waafrika wangeweza kujiletea maendeleo yao. Umesema ni sehemu. Ni sehemu. Hapo nitaka nikuulize swali kabla tukwenda kwa wageni wengine tulionao hapa studio. Teknolojia. Ndio. Siku hizi naona kuna utani mmoja wa WhatsApp, ukifanya tu kitu kidogo utasikia teknolojia. Teknolojia kwa sasa ndio jambo ambalo limeshika kasi. Ndio. La kugawa watu. Ndio. Na tunaona kama mataifa yale yaliyoendelea ya Magharibi, haswa yasiyo ya Kiafrika, ndio yameshikilia teknolojia. Afrika inawezaje ama itafanya nini kujinasua kwenye mipaka iliyowekwa na
na nchi zilizoendelea, haswa nchi za magharibi, nchi za ughaibuni, hizo ambazo zilitutawala kwa namna moja ama nyingine, imeweka mipaka mikubwa ya kiteknolojia. Afrika inafanyaje sasa wakati teknolojia hii bado sisi hatujaifikia? Tunajinasuaje katika hilo? Ndugu mtangazaji, teknolojia labda ni nini? Tunaposema teknolojia ni uwezo wa kutumia maarifa, ujuzi, sayansi katika kutengeneza vitu, katika kufanikisha uzalishaji na katika kutoa huduma. Uwezo wa kutumia maarifa, ujuzi, nadharia mbalimbali, lakini kutumia sayansi katika kuleta huduma, katika kuzalisha, hiyo ni teknolojia. Kwa hiyo teknolojia ni nyenzo muhimu katika maisha ya binadamu, sio tu kwa Afrika, lakini maisha ya binadamu kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu Afrika, tutarudi pale pale Afrika, kabla ya uhuru tulikuwa na jitihada zetu za kujiendeleza kiteknolojia, walikuwepo wavumbuzi mbalimbali, lakini sasa ujio wa wakoloni ukafifisha jitihada hizo. Na baada ya kufifisha jitihada hizo ndio tunaona sasa teknolojia ilivyodumaa, wakaendelea kutukalia na wakatuletea kitu kinaitwa uchumi tegemezi. Uchumi huo tegemezi umedidimiza fikra bunifu kwa Waafrika kwa kipindi kirefu. Lakini sasa tunachosema, hatuwezi tukaendelea kulalamika juu ya madhila tuliyopitia. Afrika tuna kila sababu ya kuchukua jitihada za kufanya mageuzi katika sekta ya teknolojia. Mageuzi katika sekta ya teknolojia. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni siku ya Afrika. Tunazungumza mengi ya usuyo bara hili la Afrika katika kila nyanja, ikiwa nyanja za kiteknolojia, kiuchumi, kisiasa na mengine mengi. Na studio nimekuambia hapo awali ni naye Christopher Mhongole, mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika, lakini ni naye meja mstaafu Minael Mdundo, ambaye pia ni mwandishi wa vitabu vingi, vikiwa ni vitabu vya historia ya Afrika. Lakini vile vile naye uliyetoka kumtazama Dr. Herbert Ndomba, ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na vile vile ni mkuu wa idara ya historia. Tukija kwa meja mstaafu, kuna migogoro inaendelea. Waafrika wanajua kwenye nchi zetu za Afrika tunaendelea na migogoro baina yetu wenyewe, migogoro ya ndani ya nchi ama nchi za Afrika kwa Afrika. Migogoro hii ya kisiasa huathiri vipi maendeleo ya bara la Afrika na huathiri vipi angalau ule muunganiko wa nchi za Afrika? Asante kwa hilo swali. Migogoro mara nyingi, ile hali ya kutokuelewana kwanza wenyewe kwa wenyewe ndani ya nchi, halafu na nchi jirani, basi huzaa makundi na huzaa hali ile ya kibinadamu ya kutaka kulipiza visasi. Sasa katika muktadha huo, mara nyingi na maendeleo yanafifia. Kwa mfano mzuri tu wa hapa Tanzania, wakati wa vita vya Kagera, vita dhidi ya majeshi ya Nduli Idi Amin wa Uganda, kuna maendeleo ambayo yalikwama, hasa maendeleo ya ukombozi wa bara la Afrika, kwa kuwa Tanzania ndio iliteuliwa tangu mwaka 1963 kuwa makao makuu ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika, na shughuli nyingi za kuratibu vyama na majeshi ya zile nchi ambazo zilikuwa zinadai uhuru wakati huo yalikuwa yanaratibiwa hapa Tanzania. Kwa hiyo kuitikisa Tanzania basi na kutikisa ukombozi, zile juhudi ambazo ilikuwa ziende kusaidia kule kwa wale ambao wanapigania uhuru,
ikabidi sehemu kubwa ipelekwe kwenye vita vya Kagera, manake nchi imevamiwa, ndio baba wa ukombozi. Kwa hiyo hali hiyo nina imani kabisa na ushahidi ndio iliyosababisha hata uhuru wa Namibia kuchelewa, ilisababisha uhuru wa Zimbabwe kuchelewa. Isingekuwa vile vita, huenda Zimbabwe wangepata uhuru mapema zaidi ya tarehe 18 Aprili 1980, na Namibia wangewahi zaidi kupata uhuru kuliko tarehe 21 Machi 1990. Na hata Afrika Kusini ubaguzi wa rangi ungeondoka mapema kuliko tarehe 27 Aprili 1994. Mambo hayo. Kwa hiyo hata ule mwingine ambao ni mzozo unatokana ndani kwa ndani dhidi ya vikundi vya nchi ile ile kuleta vita vya wenyewe kwa wenyewe, kama mambo yaliyotokea Liberia, mambo yaliyotokea Sierra Leone, yalikwamisha sana maendeleo, kwa sababu ilibidi watu wakimbie nchi yao waende wakaishi nchi nyingine jirani, na wengine kukosa haki ya elimu, hasa watoto, kina mama kukosa haki ya kujifungua salama kwenye hospitali na mazingira mazuri, na wale waliojeruhiwa majeraha yale ya athari ya vita walipata shida ya kupata huduma stahili. Na baada ya vita vile vile kuna kazi kubwa ya kurejesha hali nzuri kwa watu, Kiingereza wanasema rehabilitation. Mambo yaliyotokea Sierra Leone, kuwarudisha wale watoto wadogo wa chini ya umri wa miaka 18 waliofundishwa vita na wakasajiliwa kwenye vikundi, na walikuwa hawafanyi kwa matashi yao, wengine ni kwa athari ya madawa ya kulevya, athari ya kuvuta tunaita sigara mwitu. Sasa watoto kama wale mtihani. Mambo ya huko Darfur Sudani, mtoto wa umri wa miaka 6 mpaka 14 hajui kusoma, lakini ukimwekea chupa ya soda mita 100 anaweza kulenga shabaha akaipata na kuidondosha kwa risasi, lakini kusoma hawezi. Umoja wa Afrika ulianzisha taasisi yake ya ambayo iliitwa UNAMID kwa ajili ya kuanza kutuliza hali iliyokuwa Sudani, ambayo sasa hivi ni Sudani ya Kaskazini, eneo la Darfur. Baadaye ndio na Umoja wa Mataifa ukaingia, kwa hiyo ikaitwa UNAMID. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu aliniwezesha kuona hali halisi, sio kusimuliwa. Niliona kama vijiji vinavamiwa, kina mama wanauliwa, wengine mle ni wajawazito, watoto wanasumbuliwa, hatimaye wanakwenda sehemu ambazo sizo. Yaliyotokea Msumbiji kupitia Renamo, siku hizi kimekuwa chama cha kisiasa, ni tulivu, lakini na kule nako watoto walipata shida. Mtoto anasajiliwa kwenye kikundi kinachopinga serikali, anatumwa kwenda kuchungulia kwamba kwenye kambi ya jeshi kuna nini. Asipoleta taarifa sahihi za kueleweka, usishangae akakatwa masikio, akakatwa vidole na kadhalika. Na kipindi hicho akitumiwa namna hiyo, anakosa haki ya elimu, haki ya upendo kutoka kwa wazazi wake. Ni mambo mabaya sana kwa kweli. Inabidi ufanyike utaratibu wa kuzuia hali hiyo. Mtazamaji, ni mwana historia huyo Meja mstaafu Minael Mdundo anakueleza haswa athari ambazo kwa namna moja ama nyingine zinatokana na kuzuia maendeleo ya Afrika kwa sasa, kutokana na kutokuelewana kunakosababishwa na matatizo ya ndani ya Afrika, nchi kwa nchi za Afrika, ama nchi yenyewe watu wake wa ndani
kumekuwa na kutokuelewana hapa na pale, na kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani tunaangazia siku ya Afrika. Siku hii huadhimishwa kila ifikapo tarehe 25 ya mwezi Mei tangu kuanzishwa kwa siku hii ya Afrika. Nirudi kwako Christopher Mwongole. Kuna kundi linaitwa vijana. Jukumu la vijana ni lipi haswa katika maendeleo ya Afrika? Kwa kweli vijana ndio nguzo ya maendeleo. Vijana ndio ambao nasema ndio umri wa kufanya kazi, umri wa kuzalisha, umri wa kuleta mageuzi katika jamii. Kwa bara la Afrika linawategemea sana vijana katika kuwezesha ajenda zote za maendeleo. Utakumbuka hata wazee wetu, lile kundi la kwanza ambalo lilifanikisha ukombozi wa bara la Afrika, wale karibu wote walikuwa ni vijana wadogo kabisa. Kina Mwalimu Nyerere walikuwa bado vijana wadogo, waliweza kufanya kazi kwa nguvu, kwa moyo, kwa maarifa, kwa kila jitihada kuhakikisha kwamba ajenda ya ukombozi wa kisiasa wa bara la Afrika linatimilika na wakafikisha hatima ya kile ambacho walikuwa wamekilenga. Wana jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba ajenda za ukombozi wa kiuchumi, ambayo ndio ajenda ya sasa tulionayo, ya sasa, kuhakikisha kwamba tunalisogeza lifike katika namna ambayo ile ambayo imekusudiwa. Kwa hiyo majukumu walionayo ni kuhakikisha kwamba kama wapo katika taasisi za elimu, kama wapo katika taasisi za kilimo, kama wapo katika taasisi za viwanda, za afya, basi wanafanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu, kwa maarifa yote ambayo walionayo. Kama wanasoma, basi wanatakiwa kusoma vizuri, wapate maarifa ya kuwezesha maendeleo ya bara hili la Afrika, kwa sababu bara la Afrika lipo mikononi mwao. Bila wao, manake hatuna ile Afrika ambayo tunaitaka, Afrika ambayo ina maendeleo, Afrika ambayo ina amani, Afrika ambayo ina kesho njema. Bila wao hicho hakiwezi kuwezekana. Kwa kweli vijana ni kundi ambalo linahitaji kutambua hilo, linahitaji kutambua wajibu wao. Ni kundi ambalo linategemewa katika kila aina ya matarajio ya bara hili la Afrika. Kwa hiyo nishukuru kwamba kwa Tanzania jitihada mbalimbali za kuwezesha vijana waweze kushiriki, waweze kuwa sehemu ya maendeleo. Jitihada serikali inafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ni jukumu lao vijana kuchangamkia fursa ambazo zinawekwa na serikali. Tumeona kama ni elimu, vijana wanapata elimu bure kutoka shule za msingi mpaka sekondari form 6, vyuo vya elimu wanapata, na wale wa vyuo vikuu wanapata mikopo ili waweze kupata maarifa ya kuweza kuendeleza maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo kwa vyote hivyo ambavyo serikali imeweza kuwafanyia, basi na wao wana deni kubwa la kuhakikisha kwamba wanakuwa na maadili kwenye kila nafasi ambayo wanakuwepo. Wanafanya kazi kwa maadili mema, kwa juhudi na kwa maarifa. Tukifanya hivyo kama vijana, kwa kweli bara hili la Afrika litakuwa ni bara lenye neema, ni bara ambalo lina maendeleo makubwa, na ile mipango yote ya bara la Afrika ambayo inapangwa, basi itaweza kutimia na kuweza kuwa na kesho njema, na ile Afrika tunayoitaka basi itakuwa tumeipata vile vile. Sana. Shukran sana Christopher Mwongole. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, siku ya Afrika tunazungumza ya kwetu Afrika katika kuadhimisha siku hii. Mtazamaji, tunakwenda mapumziko ya sekunde kadhaa na kisha tutarejea.
Kwanza unajiunga nasi baada ya mapumziko ya dakika chache, na sasa tunarejea. Kipindi hewani ni kipindi maalum tukiangalia siku ya Afrika. Hapa studio niko na Christopher Mhongole. Huyu ni mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika. Kituo hiki kiko nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Ni naye meja mstaafu Minael Mdundo. Huyu ni mwandishi wa vitabu vingi, vikiwa ni vitabu vya historia ya Afrika, lakini vile vile ni naye Dr. Herbert Ndomba. Yeye ni mhadhiri na mkuu wa idara ya historia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hapa Dar es Salaam. Na mimi ni Noah Laltaika. Sote kwa pamoja tunaangalia siku hii adhimu, siku ya Afrika. Afrika ni mama, Afrika ni furaha ya milio yetu, kupendeza mlio kama mtoto wa nyumbani. Tunarudi kwako Dokta. Hatua gani serikali za Afrika zinapaswa kuchukua ili kukuza uchumi? Ndugu mtangazaji na watazamaji wako, ningependa kwa mtizamo wangu kupitia yale ambayo tumeyajadili hapa, mara kuanzia miaka 1960, 1970, 80, 90, 2000 mpaka sasa 2020, ni wakati mwafaka. Tumeshapata walau ukombozi wa kisiasa, japo una changamoto na kasoro za hapa na pale. Sasa ni wakati wa kuwekeza kwenye ukombozi wa kiuchumi, na ili kupata mafanikio kwenye ukombozi wa kiuchumi, Afrika na nchi zake zinabidi kufanya mageuzi makubwa ya kimkakati ya kiuchumi wa bara la Afrika. Natakiwa kufanya mageuzi makubwa ya kimkakati ya kiuchumi ya bara la Afrika. Na hapa ningependa nianze na kauli maarufu sana ya mmoja viongozi mashuhuri, Thomas Sankara. Yeye aliamini kwamba huwezi kuleta mabadiliko kama huna kiwango cha uenda wazimu. Huwezi kuleta mabadiliko kama huna kiwango fulani cha uenda wazimu. Kwa sababu gani? Kuleta mapinduzi, kuleta maendeleo, kuleta mabadiliko kuna hitaji dhamira na kuna hitaji commitment ya aina yake, ili kuhakikisha kwamba jamii inapata mabadiliko hayo. Kwa hiyo ninachokiona, ili Afrika, tumesema kutokana na kutawaliwa na wakoloni imerithi uchumi tegemezi. Sasa kwa kuwa tumerithi uchumi tegemezi, tunazalisha kwa kiasi kikubwa kwa ajili tu ya kujilisha, sio tu kwa ajili ya kutufanya tuwe na uchumi endelevu. Kwa hiyo sasa tukija na mkakati huo, mpango mkakati wa kiuchumi ambao utatuwezesha kubadilisha bara la Afrika kutoka kuwa bara la uchumi wa kilimo na kwenda kuwa bara la uchumi wa viwanda, ni hapo ndipo tutakapoweza kupata faida katika maeneo mengi. Zinahitajika jitihada mbalimbali. Hatujapata maendeleo sana kwa upande wa teknolojia kuruhusu uchumi wetu uweze kupiga hatua. Hatujapata maendeleo kwa upande wa viwanda kuruhusu uchumi wetu uweze kupiga hatua. Hatujapata maendeleo sana katika upande wa miundombinu, japo jitihada zinachukuliwa. Kwa hiyo mimi ningependekeza katika mkakati huo wa Afrika utakaochukua, sehemu nzuri ya kuanza ni kuja na mageuzi ya sekta ya viwanda ya kimkakati, hasa viwanda vya vijijini. Tukija na viwanda vya vijijini, vile viwanda kwa sababu ni vya kimkakati, vyenyewe vitaimarisha sekta ya kilimo ambayo ndio ina uhajiri watu wengi sana. Kwa hiyo tukaja na mapinduzi hayo ya viwanda vya kule vijijini, small scale industries, zile zitachochea uchumi wa maeneo vijijini na uchumi wa maeneo ya vijijini.
lakini pia tunatakiwa kuwekeza kwa nguvu zote kwenye eneo hili la teknolojia, kwa sababu hatuwezi kupata maendeleo ya viwanda bila kuwa na maendeleo katika sekta ya teknolojia. Na hapa tunahitaji kuwekeza kwenye teknolojia, kuibua wabunifu wa ndani, tufanye na exchange program ili tupate pia utaalamu kutoka nje, watusaidie ili tuweze kuwa na teknolojia ambayo itaenda kusapoti maendeleo ya sekta mbalimbali za kiuchumi. Tunatakiwa pia kufanya uwekezaji wa kina katika eneo la miundombinu ili isapoti maendeleo ya sekta ya viwanda na sekta za utalii na sekta nyingine. Lakini pia tunatakiwa kuangalia upya sera zetu za fedha, benki, namna gani zinawekewa mazingira ya kumsapoti Mwafrika ili aweze basi kuanzisha hivyo viwanda, ili tutoke kutoka nchi za kilimo kuja kuwa nchi za viwanda, ambazo sasa asilimia kubwa ya watu watapata ajira, asilimia kubwa ya watu per capita income itakuwa kubwa. Lakini hivi sasa katika nchi unakuta mtu kupata mlo tu wa siku moja ni changamoto. Lakini kama tutafanya mageuzi makubwa ya kiuchumi, nadhani kabisa naiona Afrika iliyo bora, kama ambavyo agenda 2063 inavyosema. Ndugu mtangazaji, nikupe mfano wa China ambayo tunaiona leo ni moja ya tunasema kwa kizungu powerhouse katika ulimwengu wa sasa. China huyu amefanya mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi kwa kipindi cha miongo mitatu. Kipindi cha miongo mitatu mpaka minne ndio hapo amefanya mageuzi makubwa ya kiuchumi, mpaka leo kutoka nchi iliyokuwa ya kilimo, leo China ni nchi ya viwanda, na mageuzi makubwa yameanza kuanzia mwaka 1978. Kwa hiyo 1978 ndio walifanya uamuzi wa kuja na mageuzi ya kiuchumi ambayo yameibadilisha China kutoka nchi ya wakulima kuja kuwa nchi ya viwanda na kuja kuwa na taifa lenye uchumi mkubwa. Na walifanyeje, ndugu mtangazaji? Waliigawa ule mkakati wao katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ilikuwa ni kuendeleza tu sekta ya viwanda vya vijijini, small scale industrialization, ndio ambayo inagusa maisha ya watu wengi. Watu wengi wapo kule. Kwa hiyo ukiboresha, ukistawisha maisha ya watu wa vijijini, maana yake unaimarisha uchumi wa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo kipindi kile cha miaka 10, 1978 mpaka 1988, kipindi hiki chote jitihada, uwekezaji na msimamo wa taifa ulikuwa ni kuhakikisha maendeleo ya viwanda vidogo vidogo. Kwa hiyo viwanda ni suluhisho sasa la kukuza uchumi wa Afrika. Kabisa. Nafikiri nchi nyingi pia zinafanya hivyo. Tunaona Tanzania hapa, tunaona pamoja na nchi zingine za Afrika wamekuwa na mwamko mkubwa wa viwanda, na hata wa China sasa wanakuja kuanzisha pia huku Afrika. Kwa bila shaka siku moja tunaweza kufanya hivyo. Kabisa. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tunazungumza mambo ya Afrika kupitia siku hii ya Afrika, na studio huyo ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Herbert Ndomba, ambaye vile vile ni mkuu wa idara ya historia. Kwa hiyo wanaangalia historia na kuangalia wakati tuliopo hivi sasa. Studio tunaye Minael Mdundo, meja mstaafu na mwandishi wa vitabu vya historia. Rushwa, wengine huita adui wa haki, imekuwa inachangia vipi kurudisha maendeleo ya Afrika nyuma? Na ni kweli kwamba rushwa ina sehemu ya kurudisha maendeleo nyuma katika bara la Afrika kwa kuzingatia historia? Asante kwa swali. Ni kweli bila kupinga kwamba rushwa inarudisha maendeleo nyuma, kwa sababu watu hawapati haki zao stahili, na wengine watapendelewa wakati uwezo hawana, labda kitaaluma, kistadi za kazi na kadhalika. Kwa hiyo rushwa ni mbaya, ila nashukuru hapa nchini kwetu, namshukuru sana rais aliyoko madarakani na hao watangulizi wake
walijitahidi sana kuhusu jambo hili la rushwa, namna la kuiundia mikakati, na hata tukawa na hali hii. Binadamu siku zote hutamani kufanya uhalifu wa aina mbalimbali. Atakapokatazwa jambo, basi lile alilokatazwa ndilo atataka kufanya. Kwa mfano, katika vitabu vya dini, inawezekana Adamu na Hawa wasingeambiwa kwamba msile tunda lile la mti wa katikati, labda hata wasingekula. Lakini kitendo cha kuambiwa lile msile, basi na nyoka akaja pale akaanza kudanganya, basi wakalitumia. Kwa hali hiyo, hata watu wakikatazwa, wakielezwa, wanakuwa sugu. Lakini nashukuru rais wetu na taasisi ya kuzuia rushwa, wizara yenye dhamana ya utawala bora, wanajitahidi sana. Rushwa inaelimishwa mpaka mashuleni. Hata leo hii kwenye kipindi kimojawapo TBC cha shule ya msingi inayoitwa Songa Mbele, walikuwa wanafanya maigizo kuhusu rushwa wakati wa uchaguzi, ambako ndio huo tunaendea. Kwa hiyo elimu ya ubaya wa rushwa iko mpaka ngazi ya shule za msingi, sekondari, vyuo, makazini, na kila mara tunasikia kwenye mahakama watu wamepelekwa, wamefikishwa mahakamani kwa sababu ya kutekeleza yanayohusu rushwa. Rushwa haifai, na nchi ikishakuwa imetawaliwa sana na rushwa, basi hata maendeleo yatakuwa si makubwa, kutakuwa na uonezi, na hatimaye wale watakaochoka na hali hiyo wanaweza wakaamua vinginevyo. Na kuamua vinginevyo kwa binadamu, ama kunaweza ukaleta mafanikio, ukaleta madhara makubwa. Kwa hiyo bora kuelimishana, bora kuikomesha, kwa sababu haifai. Hata kwenye vitabu vya dini, Yuda Iskariote, kutokana na rushwa ya fedha zile, akamkabidhi rabi wake Yesu Kristo asulubiwe. Haya mambo saa nyingine utasema mbona nchi haijafanya, lakini mambo yanafanyika. Ukisoma magazeti, ukisikiliza vyombo vya habari, hasa mambo ya mahakama utasikia. Ukisikiliza vipindi TBC, wana kile kipindi cha rushwa ni adui wa haki, na kikapokelewa na redio nyingine kama Radio Maria, na wao huwa wana kipindi kama hicho. Kwa hiyo ni watu kujitoa kukataa hilo jambo na kumtanguliza Mungu kwamba hilo jambo lisifanyike, na wale wanaodiriki kushiriki jambo hilo kuchukuliwa hatua kali. Na hatua zipo, tumeona marekebisho ya sheria, basi na hizo nchi nyingine za Kiafrika ziige Tanzania. Shukran sana mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu hiki cha kuangazia siku ya Afrika. Afrika ina mengi na mazuri, lakini vile vile changamoto mbalimbali ndio hizo tumetoka kuziangalia, haswa ambazo zinawakabili watu wote ulimwenguni, lakini sisi Afrika tunatafuta namna ya kutoka. Umemsikia meja mstaafu Minael Mdundo, ambaye pia ni mwandishi wa vitabu vya historia, nakiri kwamba ni kweli rushwa imekuwepo, lakini hatua zinaonekana madhubuti, na siku moja Afrika itatoka kwenye mikono ya rushwa. Wakati tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu, ni rudi kwako Christopher Mhongole. Afrika hii tunayozungumza, kila nchi ina viongozi wakuu. Viongozi wetu wanaoongoza nchi za Afrika, ni kwa namna gani viongozi bora wanaweza kuleta mabadiliko barani Afrika? Nakushukuru sana. Moja ya nguzo za maendeleo barani Afrika, tukisema kwamba bara Afrika limeendelea, ni pamoja na kuwa na viongozi bora, kwa sababu viongozi bora ndio ambao watatuonyesha hiyo njia ambayo tunaitaka. Kwa ukiwa na kiongozi ambaye sio bora, kiongozi mla rushwa, kiongozi fisadi,
huwezi kutarajia utapata maendeleo yale ambayo yamekusudiwa. Kwa hiyo tukiwa na viongozi bora ndipo ambapo ile mipango yote ambayo tunaitaka. Kwa mfano saizi bara la Afrika tumeona ule mwaka 2013 kulikuwa kuna ile ajenda ya Afrika tunayoitaka kwa mwaka 2063 kwamba tutapofika miaka 100 toka tulipoanzisha Umoja wa Afrika tutakuwa tumefika wapi. Kwa kuna miradi mbalimbali ambayo ilikuwa imeandaliwa, sema zile projects ambazo zitatekeleza yale malengo ambayo tunataka tuyafikie kwa ule mwaka 2063. Masuala ya amani, masuala ya miundombinu, masuala ya biashara huru, masuala ya utamaduni tutakuwa wapi, masuala ya energy itakuwaje, masuala ya teknolojia itakuwaje, tutakuwa wapi wakati huo. Kwa hiyo ili kufikia hayo malengo kupitia ile miradi lazima tuwe na viongozi ambao kwa kweli wana nia ya dhati ya kutufikisha huko. Kwa mfano, kwa sisi kama Tanzania hapa kupitia ile ajenda tumeshaanza kutekeleza kwa sababu tuna viongozi bora. Tumeona tayari tunatekeleza vizuri sana ile mipango. Mfano mmojawapo ni pamoja na kwamba bara la Afrika tuweze kuliunganisha kwa miundombinu ya kiusafiri. Mfano reli za kisasa za umeme ziwe tuweze kuliunganisha bara kwa reli za umeme, lakini masuala ya anga tuweze kuwa tumefika katika namna ambayo bara limeunganishwa na miundombinu ya aina hiyo. Kwa hiyo sisi kama Tanzania tayari tunaona tuna hiyo SGR ambayo tayari tumeshasogea kwa kiasi kikubwa sana. Tumeona sasa hivi imeshaanza imefika mpaka Dodoma, lakini muda si mrefu itafika mpaka Mwanza, itafika mpaka Kigoma kwa ajili ya kuziunganisha zile nchi mbalimbali za Afrika. Lakini na mpango uliopo kwamba tuunganishe bahari ya Hindi na ile bahari ya Atlantic kule Angola. Na tayari tumeona mipango imeshaanza kufanyika kwa kuanza kuiweka vizuri ile reli ya Tazara, kuhakikisha kwamba tunaipeleka na kwa reli ya umeme ili iweze kufika mpaka Angola. Kwa hiyo lengo lile liweze kutimia. Kwa hiyo unaona namna ambavyo ukiwa una viongozi ambao ni wazuri, basi mipango yote ambayo inakuwa imepangwa inatimia vizuri, na unashuhudia kwamba kile ambacho kilikuwa kimepangwa na tayari kinaanza kutekelezwa mpaka kufika wakati fulani naona hatua zinapigwa. Hao ndio viongozi wao. Lakini ukiona mmepanga mipango kila mwaka unapewa tu sababu za kutofikia yale malengo, unaona hapa kwa kweli kiongozi huyu ana mashaka ya kutufikisha kule ambako tunamataka. Kwa hiyo viongozi bora kwa kweli ni muhimu sana katika bara letu la Afrika kwa ajili ya kufikia yale malengo ambayo tunayataka. Tunakushukuru sana Christopher Mhongole pamoja na washiriki wote wa kipindi cha Siku ya Afrika. Nikushukuru sana Meja mstaafu Minael Mdundo. Nikushukuru sana Dr. Herbert Ndomba. Salamu zetu nyingi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini angalau kama kuna jambo la kumalizia katika siku hii ya Afrika kwa dakika chache, nafasi hii ya upendeleo nikupe Meja mstaafu Minael Mdundo. Nashukuru sana kwa nafasi hiyo. Naomba katika kumbukumbu hii ya Siku ya Afrika kwa upande wa ukombozi wa bara la Afrika, moja, nashukuru Wizara ya Elimu imeanza kuweka katika silabi yake kufundisha vijana wajue tulikotoka. Nashukuru kuna hiki kituo cha urithi wa ukombozi kinajitahidi kufanya kazi kubwa sana. Na huko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam naona kuna neema kwa sababu tunaye mkurugenzi wa idara ya historia hapa. Hata namna anavyochanganua mambo tunajua huko vijana wanapata elimu ya kutosha. Kingine tumetaja, hatukutaja zile nchi ambazo zilisaidiwa zote kwa kina, lakini vile vile kuna nchi
ambazo sio za Kiafrika, lakini ziliunga mkono ukombozi wa bara la Afrika. Wengine mpaka viongozi wao wakauliwa. Naitaja Sweden, waziri mkuu Olof Palme, kutokana na kusaidia Afrika Kusini, kusaidia kuondosha ubaguzi wa rangi, basi jambo lilifanyika, akaondolewa uhai. Na naisifu nchi yangu Tanzania, ilitoa nishani ya juu ya Kilimanjaro kwa marehemu waziri mkuu wa Sweden Olof Palme. Vile vile Sweden ilisaidia sana wapigania uhuru, sio kwa misaada ya kivita. Wao walitoa zaidi misaada ya kiutu. Kaole, Bagamoyo, kulikuwa na sehemu mbili pale. Kulikuwa na sehemu ambayo vijana walikuwa wanafundishwa elimu ya msingi na sekondari pamoja na mambo ya ufundi. Tunakushukuru sana Meja. Muda sio rafiki kwetu. Dakika zetu tulizopewa studio nazo zimetutupa mkono, lakini angalau shukran kwa wote ambao wanaiwezesha Afrika kuwa Afrika tulionao sasa na Afrika nzuri ijayo, ikiwa ni pamoja na nyinyi ambao mmeshiriki leo katika kipindi chetu hiki cha Siku ya Afrika. Shukrani sana jamani. Mtazamaji, Siku ya Afrika kwa leo hatuna la ziada. Kumbuka studio tulikuwa na Christopher Mhongole, mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, lakini vile vile tunaye Meja mstaafu Minael Mdundo, mwandishi wa vitabu vya historia, lakini vile vile mkuu wa idara ya historia Dr. Herbert Ndomba. Mimi ni Noah Laltaika. Hadi wakati mwingine, sasa mimi husema Afrika hakika huleta tabasamu. Kwa heri kwa sasa, nikutakie mafanikio mema ya Siku ya Afrika.